Mei 8. Alhamisi mwaka wa 2025, Remnant TCK na kambi ya nuru. Isaya 60:1-3. Ondoka, uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia, maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Na mataifa wataijilia nuru yako na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Kunaweza kuwa na matukio ambapo unakumbana na magumu na kuanguka katika kukata tamaa. Katika nyakati hizi, hautapata jibu kutoka shule au hata familia yako. Hivyo, ninyi, Remnant, lazima mfurahie kambi ya kumfurahia Yesu Kristo. Nuru ni nani? Ikiwa ndivyo hivyo, ni aina gani ya mateso, kudhihakiwa na majibu utakutana nayo? Kwanza, mateso unayokumbana nayo yote yanasababisha mwanzo wa kambi. Kwa mfano, kanisa la kwanza ambalo lilizungumza juu ya Yesu Kristo pekee walisingiziwa kwa uongo kuwa wazushi na walikabili magumu mengi. Hata hivyo, huu ulikuwa mwanzo wa kweli, sio mateso. Pili, mateso unayokumbana nayo yatakuwa hatua ya kugeuka kabisa. Wale wanaoepuka kuteswa na kufuata njia wanayotaka hawawezi kutumiwa na Mungu. Hata hivyo, wale ambao wanatafuta mapenzi ya Mungu na kusubiri kutumiwa na Mungu hadi mwisho. Tatu, jibu utakalopokea ni kupeleka Injili kwa ulimwengu mzima. Wengi huombea vitu vinavyoonekana. Walakini, lazima uombe kwa ajili ya kazi za Mungu. Watu wengi wanaotajwa katika Biblia ambao walitumiwa na Mungu walikabili hali ngumu na mateso, lakini baadaye walipata majibu. Mungu ataanza kufanya kazi unapomuuliza mapenzi yake ni nini wakati wa shida. Kuanzia leo, naomba upate muda wa kumuuliza Mungu mapenzi yake ni nini. Ombi la leo: Mungu Baba, tafadhali nipe nguvu ya kuuliza mapenzi yako kila wakati ninapokabiliana na magumu. Siwezi kuishi kulingana na jinsi ninavyotaka. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba, amen.